Lebo ya WCB ambayo sasa hivi sisi tunafahamu kwamba mmiliki wake ama iko chini ya msanii Diamond Platnumz, hatimaye bwana, imeonekana kwamba sasa huenda ikawa chini ya maamuzi ya Zuchu au Zuchu anaweza kana kitengo kikubwa sana kwenye record label hiyo, na hii inakuja baada ya ile marufuku ambayo Zuchu ameweza kumpa Diamond Platnumz kuhusiana na maendeleo ya lebo yake, kitu ambacho bila shaka watu wameweza kutafsiri kwa namna ya tofauti kabisa kwamba mahusiano ya Zuchu pamoja na Diamond Platnumz yanapelekea lebo kuendelea kwa kiasi kikubwa, kama vile ambavyo Zuchu yeye ameweza kutoa onyo lake, ama sio onyo, tunaweza kusema ametoa marufuku kwa Diamond Platnumz kutokufanya kile ambacho yeye Diamond alikuwa anataka kukifanya kwa maendeleo ya record label yake, na mwisho wa siku hawezi kumsikiliza Zuchu kwa kile ambacho anadai kwamba kina mashiko zaidi, na kwa nini yeye anasema kwamba Diamond Platnumz asiweze kukifanya. Sasa nitakwambia hapa hicho ambacho Zuchu ameweza kukisema, alafu wewe ujaribu kutoa maoni yako hapa kwamba ni sahihi au Zuchu analeta masuala ya mahusiano na wivu wa kimahusiano kwenye masuala ya record label ambayo anaweza kapelekea sasa label kutokupata mapato makubwa zaidi, eti kwa sababu tu moja ya wasanii ni baby mama wa CEO wa hiyo kampuni. Tuanze tu moja kwa moja mwanzo mpaka mwisho hii video ukapata kufahamu kweli wote, kisha utaniachia comment yako, ila naomba nikukumbushe tu kwamba kuna mengi zaidi ambayo utapata kuyafahamu hapa kupitia channel yetu. Kwa hiyo cha kufanya, ukitaka chini ya hii video hapo kuna neno limeandikwa subscribe, ufanya tu kulibonyeza. Baada ya hapo uta like video, kisha kwenye sehemu ya comment utakuja kuniachia maoni yako kutokana na kile ambacho tukameza kitazama katika hii video. Mimi naitwa Gabby Official. Hii ni Bongo Vibes, channel namba 1 kwa ajili ya kuhakikisha kwamba zile updates zote kuhusiana na trending issues basi unakuwa kwanza kabisa kuzipata hapa on time. Subscribe tu hapo, alafu tuanze moja kwa moja mwanzo mpaka mwisho ukapata kuniachia maoni yako kutokana na hiki ambacho mimi nataka kushare nawe hapa kutoka kwa Zuchu juu ya kile ambacho ameweza kumwambia, ikiwa ni onyo kwa Diamond Platnumz kwa kile ambacho Zuchu anasema kwamba Diamond hapaswi kukifanya na Zuchu hawezi kuruhusu hata mara moja. Sasa tunafahamu kwamba kwenye record label ya WCB kikawaida tunavyofahamu Zuchu ni msanii tu kama wasanii wengine, licha ya kwamba ukiangalia nje ya muziki Zuchu ni baby mama wa Diamond Platnumz, lakini hilo alizuii Diamond kutokuwa CEO wa record label hiyo, kwa sababu tunafahamu na tunaelewa Diamond amekuwa ni muhimili mkubwa sana kwenye label hii, na always label kuanzisha kwake kunahitaji maendeleo. Of course, yani lengo la kuanzisha record label ni kupata maendeleo na pesa zaidi. So kuna ile swala la kusaini wasanii wapya. Of course imekuwa ni kawaida ya label nyingi kusaini wasanii wapya, na kama pale WCB tumeweza kuona kwamba kuna wasanii ambao wameshaondoka ambao walikuwa ni icon kubwa sana ya muziki, ya label ya Wasafi. Tunafahamu Rayvanny, tunafahamu Mbosso, ukiachana na Lavalava pia ambaye aliweza kuondoka kama msanii wa mwisho kabisa kwenye listi ya wale ambao wameweza kuondoka kwenye record label ya WCB. Sasa kwa hawa wasanii ambao wameweza kuondoka sasa hivi ukizingatia ni kama vile wamebaki wasanii wawili watatu tu. Kuna Zuchu, kuna Diamond mwenyewe ambaye ni CEO pamoja na Voice. Sasa kwenye hawa wasanii ambao wamebaki, manake label ni kama vile wamebaki na wasanii wachache sana. Diamond inasemekana kwamba alikuwa anaanza kufanya improvement kwenye hii record label, kuongeza msanii mwingine, ambapo target kubwa inasemekana kwamba alikuwa anataka kuongeza msanii wa kike. Hapo ndipo ambapo Zuchu alikuja na kuweza kuweka kauli yake wazi hadharani kwamba moja ya kitu ambacho hatakuja kuruhusu akiwa pale Wasafi ni kumruhusu Diamond Platnumz aweze kumuongeza ama kumpa mkataba ama kumsign msanii mpya wa kike kwenye record label ya WCB. Yani anasema kwamba kitu pekee ambacho Diamond anaweza kukifanya asaini tu wasanii wa kiume, lakini kwa wasanii wa kike Zuchu anasema kwamba hayuko tayari na hawezi kuruhusu hata siku moja Diamond aweze kumwacha Diamond akamsaini mtoto wa kike ama msanii wa kike kwenye record label ya WCB Wasafi. Alivyoulizwa akasema kwamba ana reasons binafsi, yani sababu binafsi ambazo yeye anaamini zina mashiko kwa upande wake, na Diamond anaelewa kwa nini yeye anasema hivyo. Hivyo ndivyo ambavyo alikuwa majibu ya Zuchu kwamba Diamond kwa hiyo inatakiwa asiongeze msanii yote wa kike kwenye label ya WCB. So katika kipindi ambacho Zuchu kwa Safi, kama Diamond kweli atakuwa anaobei hiki ambacho Zuchu ameweza kukisema, it means tusitegemee kuona msanii wa kike akisainiwa pale, na kwa sababu Zuchu yupo tayari. Na nadhani kitu kikubwa ambacho Zuchu anahofia ni kwamba huenda msanii huyo atakayekuja akapewa airtime na kumfunika Zuchu kwa namna fulani hivi, kitu ambacho hataki kabisa kusikia. Tofauti na kija kama msanii wa kiume, bado Zuchu atabakia kuwa malkia tu kwenye record label hiyo, kwa sababu atakuwa ni msanii wa kike peke yake pale ambaye of course tunamfahamu. Sasa unalipi la kusema kuhusiana na hiki ambacho Zuchu ameweza kukisema, kumpa onyo CEO wa WCB ambaye yeye ndo anajua label inaendeshwa vipi, maendeleo yake yakoje na vitu kama hivyo? Unadhani amefanya kitu sahihi kwamba hataki ama anampa tuseme
anampa restriction ama vipingamizi Diamond vya kwamba wasanii fulani wasiongezwe kwenye lebo. Hii ni sahihi kwa upande wake au nadhani kwamba anaingilia zaidi ama analeta masuala ya mahusiano kwenye record label? Comment yako ikiwa hapo chini utakomentisha sana, lakini usisahau kusubscribe kwa ajili ya kupata updates mbalimbali.